Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mgeni rasmi leo, Mheshimiwa Jaji Mkuu, waheshimiwa mawaziri mlioko hapa, Katibu Mkuu Kiongozi, makatibu wakuu wote, Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Mheshimiwa Mhagama, mbunge mwakilishi wa Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, wanasheria wote mlioko hapa, wageni waalikwa, na wote ambao tumejumuika hapa, ni wasalimu tena kwa salamu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, nimekaribishwa hapa kwa kazi moja tu ya kukualika kuja kuzungumza na wote walioko hapa na Watanzania kwa ujumla. Lakini kabla sijafanya kazi hiyo, nataka nitumie nafasi hii kupongeza sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu ameeleza hapa hatua ambayo leo tunaifikia ni mchakato. Mchakato huu ni mradi ambao umetumia fedha kukamilisha zoezi la kuweza kurekebisha sheria zetu. Ni zoezi ambalo kihistoria limekuwa linatekelezwa huko nyuma kwa kutumia fedha kutoka kwa taasisi za kimataifa ikiwemo na Benki ya Dunia. Lakini leo zoezi hili limefanywa kwa fedha ya ndani ya Watanzania. Jambo hili ni kubwa na lazima tujipongeze. Mheshimiwa Rais, nakupongeza kwa sababu najua serikali yako imeweka jitihada na nguvu kubwa katika kukusanya mapato ya ndani, na mapato haya kuyaweka kwenye mfuko mkuu na kuratibu kwenye mahitaji muhimu, ikiwemo na miradi yote inayotekelezwa, ikiwemo na mradi huu mkubwa ambao uko kwa ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali. Lakini la pili, nikupongeze Mheshimiwa Rais kwa sababu uwekezaji wako kwenye elimu na taaluma mbalimbali ni mkubwa sana kwa kipindi hiki cha awamu ya 6. Moja ya eneo ambalo najua umeweka nguvu kubwa ni kuimarisha sekta ya sheria kwa kuwaelimisha Watanzania ili waweze kusaidia jamii iweze kujitambua, ifahamu haki zao za msingi, lakini pia kupata usimamizi wa kina kwa wote wenye mahitaji ya kisheria. Hii ni pamoja na programu ambayo wewe mwenyewe umeidhamini ya Dr. Samia Legal Aid inayoendeshwa nchi nzima ya kuwasaidia Watanzania wenye uhitaji wa msaada wa kisheria wapate msaada huo bila malipo yoyote. Hii maana yake ni nini? Leo zoezi linapoendeshwa nchi nzima ni kwa sababu kwenye taaluma hii tuna idadi kubwa ya Watanzania wamebobea, na hata tulipokuwa tunaenda na mradi huu ambao miaka iliyopita tulikuwa tunachukua wataalamu kutoka nje ya nchi, na zoezi la mwisho la mwaka 2002 lilileta wataalamu kutoka Afrika Kusini. Mheshimiwa Rais, leo Watanzania tunafurahi kusikia kwamba zoezi hili ambalo lilikuwa linaleta wataalamu kutoka nje ya nchi, tumetumia wataalamu wetu wa ndani kufanya urekebu wa sheria. Leo umeweza kuweka saini mabadiliko haya au urekebu huu ukiwa ni matokeo ya taaluma iliyoko ndani ya nchi. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Ilikuwa lazima niyaseme haya kwa sababu tunajua dhamira yako ya kufanya maboresho kwenye sekta mbalimbali nchini, na Watanzania wanaona dhamira yako ya kutaka kuona taifa linajitegemea kwenye sekta mbalimbali. Watanzania wanajua. Kwa hiyo ilikuwa lazima nianze na hili ili nikupe pongezi kwa jitihada zako, dhamira yako, na kwa namna unavyoenenda katika kuliongoza taifa hili. Hongera sana Mheshimiwa Rais.
Baada ya maelezo haya mafupi ya pongezi kwako, sasa nikukaribishe uweze kuzungumza na hawa wawakilishi wa Tanzania walioko hapa na Watanzania wote kupitia vyombo vya habari. Mheshimiwa Rais, karibu sana.